Hii ni Temu TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Naomba sketi na makofi mengi sana kwa Dr. Abdulmajid Kinsekela kwa kazi kubwa na kwa heshima kubwa. Nianze kutambua uwepo wake, ndugu yangu, rafiki yangu na kaka yetu, mkurugenzi mtendaji mkuu wa benki yetu ya CRDB, Dr. Abdulmajid Kinsekela. Naomba kutambua uwepo wa maafisa. Hapa ninaona kuna watu wenye fedha zao tu. Afisa uendeshaji mkuu wa benki ya CRDB, Bruce Mwile, kaka yangu na ndugu yangu Fredrick Chikanabo, afisa fedha mkuu wa benki ya CRDB. Naomba kumtambua ndugu yangu Boma, afisa mkuu wa biashara ya benki ya CRDB, Bijoisine Kamuhanda. Nimepatia mkuu wa kitengo cha masoko benki ya CRDB, hongera sana. Wakurugenzi wakuu wa vitengo, wafanyakazi wa benki ya CRDB, mabalozi wa benki ambao mko mahala hapa, ndugu wageni waalikwa, ndugu waandishi wa habari, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kwake na kwa heshima kubwa namshukuru sana Mungu kunipa nafasi ya kushiriki siku ya leo, akiwa ndio mratibu wa maisha yetu. Tunapoamka na mpaka tutapolala na kutuamsha tena kufanya yale ambayo ametulizia tuyafanye. Sambamba na hilo, naomba kuwapongeza sana benki ya CRDB. Na kwa kweli, msema ukweli huwa ni mpenzi wa Mungu. Kama mna mpinzani, basi anajitahidi. Lakini ni ukweli usiopingika, kazi yenu ni njema na mnamshawishi kila Mtanzania kuona umuhimu wa kutokutunza pesa nyumbani kwake, kuziweka benki na kujifunza namna ya kufanya shughuli mbalimbali za kibiashara. Nimesikiza hotuba kwa makini, ufafanuzi, malengo na ndoto iliyopo ndani ya benki yetu ya CRDB, si tu kwa ajili ya wananchi wa Tanzania, lakini kwa Afrika na dunia kwa ujumla. Itoshe kusema nimeridhika sana kiasi kwamba nitamani kusimama hapa na kusema sasa msimu wa 4 wa Zogo Mjongo umezinduliwa rasmi. Kwa nini nasema hivyo? Nilikuwa nafuatilia nikaona mambo 19 yaliyoelezwa na mkurugenzi wetu au mtendaji wetu mkuu wa CRDB, na amegawanyika kwenye makundi 4. Na nikatamani kama itawezekana, pamoja na mambo mengine, basi hotuba hii iende kwenye vyombo vyote vya habari, ikiwa ni sehemu ya kuweka msingi muhimu katika ustawi wa taifa letu na ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Umeongelea habari ya usalama wa habari au taarifa. Ameongelea habari ya umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi kutokana na taarifa sahihi. Ameongelea nafasi ya teknolojia, artificial intelligence, inavyoweza kumfanya mtu akapiga hatua. Lakini umeongelea pia mabadiliko ya mtandao au teknolojia yanavyoweza kuathiri positive na negative kwenye upande wa mafanikio yetu ya kiuchumi. Kwa hiyo nilikuwa nasikiliza nikatamani ya kwamba hotuba hii itoshe kuwa ndio hotuba yetu ya ufunguzi na itupe nafasi ya kwenda kutekeleza yale ambayo mkurugenzi wetu ameyasema. Kwangu mimi ninafurahi kwa sababu Benki Kuu imetoa miongozo mbalimbali. Uko mwongozo unaohusu ujumuishi 21 mpaka 28. Uko mwongozo unaohusu dira ya fedha. Uko mwongozo unaohusu elimu 20 mpaka 30. Hii miongozo yote iliyotolewa na Benki Kuu
lengo lake kubwa ni kuzipa nafasi benki kutoa elimu, na elimu hiyo ilete mrejesho chanya wa wananchi juu ya matumizi ya fedha. Sasa nyinyi CRDB mmeifanya kwa urahisi zaidi na kumfikia mwananchi alipo. Mmetoka kwenye mabango, mmetoka kwenye vipeperushi vya kugawanywa kwenye majumba ya watu, barabarani, kwenye matamasha. Sasa mtu anaweza akapata aidha kwenye kiganja chake ama anaweza akapata sebuleni kwake akiwa anaangalia TV. Ni mapinduzi makubwa sana, na mimi kwa niaba ya serikali nawapongeza sana CRDB kwa maamuzi hayo. Sambamba na hilo, ninafarijika kwa sababu wanaotumika kubeba ujumbe ni watu waliojenga heshima kubwa kwa kazi zao. Wasanii hawa, waandishi wa habari, content creator, wacheza mpira, waimbaji, wamefanya kazi kubwa ya kuonyesha vipaji walivyonavyo. Na vipaji vyao sasa vinatoa nafasi kubwa si tu ya wao kupata kipato, lakini pia kuwasaidia na wengine kujua mchongo wapi. Kwa hiyo nawashukuru sana pia CRDB. Mngeweza kuamua kuwatumia wavuvi, mngeweza kuamua kuwatumia wakulima, mngeweza kuamua kuwatumia watu mbalimbali, lakini kuamua kuwatumia watu walioko chini ya wizara yetu, nasi kama Wizara ya Habari, Michezo, Sanaa na Utamaduni tunawashukuru sana kwa kuongeza tija kwa vijana wanaotumia vipaji vyao kutengeneza maisha yao, lakini pia kuelimisha jamii. Sambamba na hilo, nimefarijika pia kuona namna ambavyo benki yako imeendelea kuwa nguzo imara kwa sekta yetu. Wizara yetu imepata mafanikio makubwa sana, lakini moja ya watu waliowezesha ni benki ya CRDB. Na ndio maana tumeona mabalozi wanaopatikana ni wasanii wetu, lakini wakija hapa wanasaini. Na mimi kaka yangu Dr. nilikuwa naona ukumbi kwenye mtandao. Nilipofika hapa nimekunongoneza, lakini ni ukweli sijawahi kwenda kwenye benki nikakuta imejipanga kama hivi. Kama ipo basi watakuwa hawajanialika, na mimi kuongelea mambo ambayo sijaalikwa ni ngumu, unajua. Ukianza kusifia tu kwamba uonekane una balance story, utakuwa unakosea kwa sababu hujawahi kufika na hujawahi kuona. Kwa hiyo nasema kile ambacho nimekiona kwamba si tu mmetengeneza sehemu ya kumfanya mteja hisi ana hela, lakini pia facility ambazo mmezitengeneza zinatengeneza pia fursa ya vijana wengi kufanya shughuli. Na naomba nikushukuru tena na tena kwa sababu vijana wengi wameutumia ukumbi huu kwa kazi zao mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha mchango wenu katika sekta na wizara yetu. Naomba kumalizia mambo makubwa matatu. Moja, msimu wa 4 umehusishwa na kuunganishwa na dira ya taifa letu 2050, lakini na matukio makubwa yaliyoko mbele yetu. AFCON 2027, Miss World 2027. Msimu huu wa 4 tutakapokuwa tunaofuatilia, tujue unapokwenda kuisha utuache na sisi tukiwa tumebadilika kifikra na kimtazamo, na mifuko yetu ikiwa inashuhudia mabadiliko yetu ya kiuchumi. Mchongo unaoletwa na CRDB kupitia vipindi vyetu, episode zote zetu 8, unatakiwa tuchukue serious ili utusaidie kubadilika kiuchumi. Ndugu wa Tanzania, tabia tulionayo si tabia njema. Na tabia hii ndio kigezo kikubwa cha kulifanya taifa letu liendelee kuwa na watu maskini. Na kwa kuwa tumekuwa na tabia ya kutokupenda kuambiwa ukweli, tunawachukia wasema ukweli. Na mwisho wa siku limekuwa taifa linalopenda umbea kuliko mambo ya msingi. Msimu huu wa 8 ni msimu ambao unaonyesha kutoka kwenye stori za kwenye genge, kutoka kwenye daladala, unakufikia mpaka wewe namna ya kutengeneza pesa. Sasa ukibaki unalaumu wakati mabenki na taasisi zote za fedha zinajitahidi kukuonyesha fursa ziko wapi. Kwa sababu hawataishia tu kuambia wapi unakopa, lakini wanakufundisha namna ya kufanya biashara, namna ya kuanzisha biashara.
lakini wakusaidia pia kufungua upeo wako wa kufikiri, uone mazingira yaliyokuzunguka yanawezaje kubadilika kuwa fursa kutoka kwenye changamoto. Ni wewe mwenyewe kuamua kuwa tajiri au maskini. Na mfumo huu ambao unatumika si tu mfumo wa kwamba benki yetu ya CRDB imeamua, la hasha, inalindwa pia na miongozo ya Benki Kuu. Maana yake nini? Serikali kwa kushirikiana na financial institution kama benki yetu ya CRDB zinatafuta kila namna ya kukufikishia taarifa sahihi ili wewe uweze kutoka katika mazingira ya hali duni na kupiga hatua. Lakini wewe mwenyewe unaweza kaamua. Ni kama vile tunasema upande wa pili, kuokoka hushikiwi bunduki. Utaambiwa habari njema na utaamua wewe mwenyewe. Kwa hiyo niwaombe sana, tuache kuforward story za umbea, tu forward story za zogo mchongo. Unapopata clip yoyote iliyotengenezwa aidha na content creator au imetengenezwa na crowd wanaorusha kwenye TV au wadau mbalimbali inayohusu pesa, hebu tenga muda wako, fuatilia. Jipe muda wa kujielimisha. Jipe muda wa kuhoji experience ya wale wanaotoa mawazo hayo. Ukifanya hivyo itakusaidia sana kutumia fursa ambazo nchi yetu inazitengeneza. Kesho kutwa tu mwezi wa 10 tunategemea pale Arusha tutahosti mkutano mkubwa wa mabunge yote duniani. Na kila nchi duniani wataleta wabunge wasiopungua 5. Ukijumuisha na wasaidizi wao hawapungui watu 5. Kwa hiyo jumla kila nchi takriban watu 10 watakao kuja katika nchi yetu ya Tanzania, katika mji wetu wa Arusha. Lakini hiyo ni fursa inakuja. Sasa kuna mtu anakuuliza, hivi mimi AFCON napataje hela? Kuna mtu anakuuliza, mheshimiwa, hivi Miss World mimi natengenezaje hela? Basi kama mkao wa kula, angalia zogo mchongo, watakusaidia namna ya kutumia mazingira na matukio haya makubwa yanayokuja nchini kwetu kutengeneza pesa. Lakini naendelea kuwasihi sana Watanzania, umbea kwa kweli una nguvu. Na hata ndoa nyingi zilizodumu ukisifuatilia, kaumbea kana mchango fulani wa kudumisha. Kuna watu wengine wakuta wamegombana na mtu na mke wake, lakini likitokea jambo imepop kwenye simu, kwenye WhatsApp, wanacheki hivi na habari fulani. Yani wanasimamisha kwanza ugomvi, wanamjadili kwanza yule. Alafu baadaye kama kikitokea kitu cha kuwakumbusha wanarudi hivi, basi wanasameheana. Basi ningetamani pia tujue ya kwamba pia pesa inadumisha ndoa. Na kama pesa inadumisha ndoa, lazima tuwe na skills na mechanism ya kutafuta habari sahihi za kutuwezesha tuweze kupata fedha. Jambo la pili ambalo nimejifunza na ambalo nataka kulikazia katika mambo yangu matatu ni elimu ya fedha yenyewe. Kuanzia malengo unayokuwa nayo, mikakati ya kutimiza yale malengo, na namna itakavyokuacha salama. Kwa sababu watu si wote wanaopata pesa zikawaacha salama pia. Kuna watu wakipata pesa haziwaachi salama. Na wengine pesa zinakuwa chanzo cha ugomvi. Wengine pesa zinawafanya wanatoka hata kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo elimu hii inapotolewa itusaidie pia kuyaangalia hayo mambo yote, ili unapoingia kwenye mfumo wa biashara uwe na uhakika wa kwamba pesa hiyo inaenda kudumisha na kukuongezea nguvu, kama ambavyo mkurugenzi wetu amesema, hata nidhamu. Kwa sababu kuna mtu anakopa kwa malengo ya biashara A, anafika na kukutana na mtu mwingine anamwambia biashara hailipi, anaanza biashara nyingine katikati, hajafika mwisho amebadilisha biashara, alafu anajikuta muda wa kulipa deni lake umefika, inakuwa shida tena ya ulipaji. Kwa hiyo na imani kabisa kwamba wale watakaokuwa wanatafuta mikopo, na kwa sababu serikali imeweka mifumo mingi ya ukopeshaji na benki ndio zinatumika kama sehemu ya kutoa mikopo katika masharti yanayowezesha pia kurejesha, basi watumie fursa hiyo ya kupata hiyo elimu ili zile fedha ziweze kuwa na tija na kutimiza ndoto. La mwisho kwangu mimi ni kuwaomba CRDB, kazi yenu ni njema. Na naomba mpigie makofi mengi sana mtendaji mkuu, mkurugenzi wetu Dr. Abdulmajid. Nilikuwa najaribu kuwaza wakati anaongea, unajua ukiwa msema kweli sana penyewe kuna changamoto yake. Kwa naomba mniruhusu niishie hapa.
Ukiwa unasema kweli sana venyewe kuna, yaani ukiwa uhuru tu kusema mawazo yako na yenyewe ni kosa kwenye hii dunia. Yaani unahukumiwa tu kwa uhuru wa kusema. Alafu wakati huo wewe hujawazuia wenzako kusema. Unajua yaani ndio kuna changamoto. Yaani wewe unasema ya kwako na hakuna ule mziba mdomo kusema ya. Lakini sasa mimi niko nawaza tu kama Mungu akitupa uhai kwa mwendo ambao tunakwenda na kwa namna ambavyo benki hii inazidi kupiga hatua, sioni dhambi 2031 au 2030 mwezi wa 12 tukawa na waziri wa fedha mtu kama Dr. Abdul Majid. Sioni dhambi na nimesema tu mawazo yangu kwa sababu ninazo sababu 12, lakini kwa sababu leo sio siku yake nitapata nafasi ya kuzisema. Nilikuwa najaribu kuangalia maono yanayoweza kuwashirikisha watu kwamba una kiongozi ambaye pamoja na kwamba ni financial institution unaowaza profit, lakini anaweza akashuka mpaka kwenye grassroots ya watu wa sokoni, anawaza na wao washiriki vipi. Sasa tuna viongozi ambao wanadili na viongozi wenzao, lakini kuna viongozi wanaobeba maono ya watu wa hali ya chini. Na ndio maana watu wote wenye uwezo mdogo huwa wanajadili uchaguzi, wenye uwezo mkubwa wanajadili next generation. Na iangalia Tanzania ni namna gani ambavyo tumezungukwa na fursa nyingi, lakini na nyinyi wananchi mmekuwa na mchango mkubwa sana wa kufanya hata viongozi wa kisiasa na wenyewe wanawaza tukio ili waende mjini. Si kama naeleweka hapo? Yaani unakuta kiongozi wa siasa anawaza na yeye atoke vipi ili aende mjini, wakati yeye ndio mjini, sisi tunataka kwenda kwake. Kwa hiyo nina matamanio yangu ya kwamba Mungu akitupa uhai, CRDB muendelee kushirikisha watu wa kada zote. Nobody anayetakiwa kwa left behind. Let's go together. Kama nchi yenye fursa nyingi, na nyinyi kama benki mnaoweza kufungua milango, si tu milango ya Watanzania, kuifanya pia dunia. Juzi wakati niko Paris kwenye Swahili Day, nitamani sana ya kwamba CRDB wawepo kwa sababu tumekutana na watu wengi sana ambao ni diaspora wanatafuta namna ya kulinki na nchi yao, lakini katika upande wa nini? Wa fedha. Na kwa sasa tulipofikia, ninadhani kwenye wizara yetu tutakaa tuangalie namna gani tuwe na vipindi vingi ambavyo si vya kulipia, vinavyoweza kujenga fikra za Watanzania kuelekea katika uchumi wakati kwenye dira 2050. Kwa sababu si rahisi kufika kwenye dira 2050 kuwa taifa lenye trilioni $1 kama elimu ya fedha haitolewi kwa nguvu kubwa kama inavyotolewa. Kwa hiyo tukiwaacha CRDB peke yenu tunahisi kama tutakuwa tunaonea. Kwa hiyo nitakaa na wenzangu wizarani tuone namna gani ya kushirikisha vyombo vya habari na TCRA kuweka mandate ile kutoa elimu. Yaani si hui biashara ya Clouds yenyewe itaendelea kuwepo, lakini naongelea angalau kuwepo na segment ya mambo ya fedha kwenye vyombo vya habari ambavyo wananchi wana access kupata hiyo bila kulipia gharama yoyote ile. Pamoja na hayo, niendelee kuwashukuru tena. Ni heshima ya kipekee mlionipa ya kuwa mgeni rasmi, na ni heshima zaidi ya kupata uelewa wa kutosha juu ya elimu na kazi mnayoifanya. Kwa mtu mwingine tu akisikia zogo mchongo anawaza wanazogoa nini hawa? Wanazogolea wapi? Ni wakina nani wazogoaji? Alafu akishamaliza kuzogoa wanapata nini? Sasa ni maswali ambayo sisi wale wa mtaani tunajiuliza, lakini kupitia elimu kubwa mnayoitoa na ambavyo TV yetu itapata nafasi ya kurusha episode zote 8, na uhakika hakuna Mtanzania atakayekuwa ameachwa nyuma. Lakini ndio kushukuru sana kwa ndoto yako ya kusupport content creator, na mmeona wakina Liudi hapa, kina nani comedian wengine wapo. Ninafarijika kwa sababu najua mchango mkubwa unaoweza kuleta kupitia taaluma na vipaji ambao Mwenyezi Mungu amewapa.
Sasa hivi serikali tuko kwenye majadiliano na Meta kuhakikisha Kiswahili kinaingia kwenye platform ya Google pamoja na Instagram, TikTok, na tumepata mfano. Nilipata nafasi ya kukaa na mkurugenzi mkuu wa UNESCO na wamekubali serikali ya Tanzania na wao tushirikiane kuhakikisha Kiswahili kinaingia kwenye platform hizi kubwa, ili vijana wa Kitanzania wanaotengeneza content wapate kulipwa kutokana na engagement zinazofanyika ndani ya mitandao ya kijamii. Na kwa sababu lugha inawapa nafasi wao kujua. Sisi unakuta mtu hapa na follower mpaka milioni 20, milioni ngapi, lakini haingizi chochote kile zaidi ya kulipwa tu ile pesa kidogo na mtu anayemwekea tangazo. Ila wenzetu kwa lugha zao zilizotambulika na watu wa Meta wanalipwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Daktari Abdulmajid, jua una support mabilionea wajao, na sisi ni matumaini yetu content creator si muda mrefu watakuwa wameingia kwenye mfumo wa kuanza kulipwa baada ya Kiswahili kutambulika na kuingia. Lakini pia niwashukuru sana, nadhani content creator wafahamu ya kwamba interest rate ya ule mkopo ilikuwa iko juu. Baada ya kukaa na benki ya CRDB wamekubali kuishusha ili kuwawezesha content creator kupata mkopo wenye masharti nafuu. Na mkopo huo sasa hautoki kwenye asilimia za juu, uko kwenye asilimia chini. Na mkienda benki mtapata maelezo, na kwenye mfuko wetu mtapata maelezo. Jambo ambalo inasaidia sasa kupunguza adha na hofu mliokuwa nayo, lakini pia na muda mmeongezewa. Ukiacha tu muda pia, lakini pia masharti mengine yamepungua. Ukikopa kiasi kadhaa, collateral yako inakuwa kiasi kadhaa. Kwa hiyo naomba tuwapige makofi mengi sana CRDB kwa kukubali pia kuendelea kutoa hiyo fursa na kuhakikisha vijana wanaendelea kukopa. Baada ya kusema hayo marefu mengi, niwashukuru tena kwa kunialika. Jambo hili mngeweza tusema tumwalike waziri wa fedha au tualike BOT, lakini nimeona muhimu wa kunialika, na mimi nawahakikisheni hamjakosea. Na niwaombe wa Tanzania, ukiwa jambo lako lolote zuri nialike mimi. Sababu wizara yangu ni ya habari, lakini mimi nimechagua habari gani. Za kwangu ni habari njema. Yaani wizara hii itakuwa ni habari mbaya mbaya, si za nini na nini, katafuta watu wengine. Kwa sababu na CRDB wamegundua kwamba hizi habari za mchongo ni njema, wakaona wamwalike Makonda ili habari njema zienee. Na hakika kaka yangu, Watanzania wengi si tu kwamba wamefuatilia kipindi hiki kinachoendelea sasa hivi, lakini pia watafuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii, na mimi nitamleta kiongozi wa mitandao ya kijamii aje akae na mtu wako wa masoko kuhakikisha kwamba vile vipande vinavyoruka, kila vikiruka baada ya muda vikitoka kwenye TV kama siku 2 zifuatazo au 3 vinaingia kwenye social media, pia kila kijana na kila mpenda mtandao apate kuipata hii elimu popote pale atakapokuwepo. Tunawaombea kila laheri msimu wa 4, na tunawaambia zogo mchongo ni mchongo kamili. Na kwa kumalizia, niombe muangalie jirani yako, afu mwambie tu kwamba mimi ndio CRDB. Naomba kufahamu upande wako. Sasa umemwangalia kini uso, kwa sababu unajua kuna mtu mwingine anaweza kama anasema huko amenununa. Muangalie usoni huko na kumwambia mimi ndio CRDB. CRDB mimi ninaipenda, si kama nishakusimuliaga. Wakati nikiwa rais wa vyuo vikuu Tanzania, nilipata uongozi nikakuta shirikisho letu la vyuo vikuu halina account. Yaani wale viongozi wanakuja kwa viongozi hivi kama wa serikali hivi, unajua sisi viongozi wa vyuo vikuu na nini, alafu viongozi wanawakatia hela. Alafu akishachukua zile hela, kwa sababu haziingii kwenye account yoyote, watu wanakula. Na hakuna namna ya kufanya auditing. Yaani una audit vipi wakati hakuna sehemu kuna document yoyote ya kuonyesha kama kuna hela ipo. Kwa hiyo nilienda kutoka Kilimanjaro chuo changu, nikaja Dar es Salaam tawi la CRDB Mlimani City.
Nikamkuta dada mmoja anaitwa Tina. Ni Tina ambaye sasa hivi ni manager wa tawi hapa. Anaitwa nani yule? Upendo. Nikamkuta dada mmoja anaitwa Upendo. Nikamwambia dada anakuja kufungua account. Ya nini? Ya shirikisho la viongozi wa vyuo vikuu Tanzania. Akaambia kuna nyaraka hii, nikamwambia hizi nazipata. Nikazitafuta nikazipata. Kwa dada Upendo akanisaidia. Tukafungua akaunti ya CRDB ikisimamia fedha zote za vyuo vikuu kwenye uongozi wa serikali za wanafunzi. Up to now wanafanya vizuri, na niliwaambia msibadili benki. Hii ndio benki yetu ya kwanza na tutaendelea kufanya nao kazi. Kwa hata wanafunzi wa vyuo vikuu wanaitambua CRDB. Jinsi ambavyo imekuwa na mchango mkubwa na kufanya hata viongozi wakawa na imani ya kuendelea kusupport kwa sababu wanajua kuna account inawekwa. Kwa hiyo ninavyosema ya kwamba CRDB mimi ni mbia, ni uhakika usiokuwa na mashaka. Na hata wengine wa benki zingine wanafahamu ya kwamba Makonda ni wa CRDB. Mungu wangu na wabariki sana. Asante. Hii ni Temu TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.